Taarifa njema, taarifa ya kufurahisha kwa wapenzi na wanachama wa Dar es Salaam Young Africans ni hii hapa, ambayo mashabiki wengi walikuwa wakisubiria kwa hamu. Mashabiki wengi walikuwa wanasubiria taarifa hii kwa hamu kweli kweli, kwa hamu kubwa kweli kweli, na kuweza kufahamu kipi ambacho kinaendelea kwa wachezaji hawa watatu wa muhimu katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Moja taarifa kubwa ambayo hivi sasa imeweza kutufikia ni kwamba Maxi Mpia Nzengeli, mwamba kutoka Kindu, Mbappe wa Kindu, ataongeza mkataba wa miaka miwili ya kuendelea kubaki ndani ya kikosi cha Young Africans. Uongozi wa Young Africans umeanza mazungumzo rasmi na timu ya AC Maniema Union ili kukamilisha dili hilo la mwamba kutoka Kindu Maxi Mpia Nzengeli ili aendelee kubaki katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, japo kuna kiongozi wa timu AC Maniema Union Generali Kumba amesema mahusiano mazuri kati ya Young Africans na timu hiyo ni makubwa, hivyo uhakika wa mchezaji huyo kubaki Jangwani ni mkubwa zaidi katika kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Licha ya mchezaji huyo kuendelea kuwa na mchango mkubwa, lakini viongozi wa Young Africans wameendelea kuvutiwa na kiwango chake, licha ya mchezaji huyo kusakwa na vilabu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo alikuwa anahusishwa kutoka katika kikosi cha Mnyama Simba Sport Club. Lakini nikwambie tu kwamba mchezaji mwingine ni Pacome Zouzoua, Pacome Massa Pierdo Zouzoua, ni kwamba Young Africans ipo kwenye mazungumzo na kiungo huyo mshambuliaji Pacome Zouzoua ili aweze kutia wino katika kikosi cha wananchi Young Africans. Taarifa zinasema kwamba Pacome Zouzoua wakala wake anaendelea kuweka ugumu, lakini Pacome Zouzoua yeye yupo tayari kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans, na Young Africans wapo tayari kumlipa Pacome Zouzoua milioni 30 kila mwezi ili mwamba huyo mwamba kutoka Ivory Coast Pacome Zouzoua aweze kusaini au kutia wino na kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans kutokana na performance yake kuwa bora, kutokana na performance yake kuwa nzuri. Hivyo uongozi wa Young Africans unafanya jitihada zozote, unafanya kila jitihada ili mwamba huyo Pacome Zouzoua aweze kutia wino katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Yani baada ya msimu huu kumalizika, basi mkataba wake unamalizika, na ndiye mchezaji nambari 2 ambaye anatajwa pengine kuondoka katika kikosi cha wananchi Young Africans, na alikuwa akihusishwa kwenye klabu ya Simba. Lakini moja ya maneno ambaye aliweza kuyazungumza, Alikamwe aliweza kuzungumza kwamba kama Pacome Zouzoua atachoka kuichezea Young Africans, basi ataenda timu nyingine, lakini sio Simba Sport Club. Na Engineer Said yupo bamba tu bamba kuhakikisha anamongeza mkataba mambo huyo Pacome Zouzoua ili aendelee kubaki katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Lakini moja usajili mwingine ambao mkataba mwingine ambao Young Africans wanapambana kweli kweli kuhakikisha wanamuongeza mchezaji huyo ni kwamba Young Africans ipo kwenye hatua za mwisho za kumuongeza mfundi wa bori, unaweza kumuita mwamba wa Lusaka Chama Kratos, ili aendelee kubaki katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Chama Kratos ambaye kipindi anatua katika kikosi cha wananchi Young Africans alisaini mkataba wa mwaka mmoja na Young Africans. Mkataba huo ulikuwa unasema kwamba kama ikivutiwa kuendelea kubaki naye, au kama uongozi wa Young Africans ukivutiwa performance ya Chama Kratos, basi itamuongeza mkataba mpya na kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Kutokana na tetesi ambazo zinazidi kujina kutendi kwenye mitandao ya kijamii juu ya Stephane Aziz Ki kuondoka katika kikosi cha wananchi Young Africans, basi Young Africans imeamua sasa kumongeza Chama Kratos mwamba wa Lusaka ili aendelee kubaki katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Baada ya mkataba wake mwaka huu kumalizika au msimu huu kumalizika, basi atakuwa tayari kuongezwa mkataba mpya kabisa katika kikosi cha wananchi Young Africans. Muda wote kwa hivi sasa wachezaji hawa wataongezwa mkataba mpya katika kikosi na kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Endelea kuwa karibu na BEA TV, lakini pia usiache kutufuatia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ. Usiache kusubscribe, kushare pia na kucomment. Hii ni BEA TV.